Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin mab'uthun rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Lillahi alhamdu wal minna. Tulipata kuona mwaka mpya wa Kiislamu. Shukrani zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala alipomnusuru Nabii Musa alayhi salam dhidi ya Firaun. Kwa hivyo kufunga siku ya Ashura ilikuwa ni sambamba na kuabiri shukrani zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala alipomnusuru Nabiullahi Musa alayhi salam, na hili likawa linaleta athari kubwa ya kisaikolojia ya maswahaba. Tukumbuke kwamba maswahaba walikuwa katika mji wa Madina pamoja na sallallahu alayhi wasallam katika kipindi ambacho mtume anawaona Mayahudi wanafunga. Mtume alayhi salatu wasallam akasema, nahnu ahqqu bi Musa minkum, sisi tuna haki zaidi na Musa. Na mtume alipoelezwa kwamba Firaun aliangamizwa, ilikuwa tayari kuna ujumbe unatumwa kwamba Waislamu nao wanakabiliwa wa zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maadui zao wakiwemo Quraysh. Baada ya kufunga Ashura sallallahu alaihi wasallam, baada ya mwaka kupinduka, anapambana mwaka wa pili na Makuraish katika vita vya Badr. Kilichotokea katika vita vya Badr nini? Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adhilla, na Mwenyezi Mungu aliwanusurudi katika vita vya Badri ila hali nyinyi mlikuwa wachache kiidadi. Kwa hivyo Ashura ikaleta ari, ikachangamsha maswahaba, kana kwamba Mwenyezi Mungu anatuambia ikiwa Allah alimnusuru Musa alayhi salam. Kwa hivyo maswahaba wakalink ile nusra ya Allah dhidi ya kumwangamiza Firaun. Pia maswahaba wakajua ikiwa Mwenyezi Mungu alimnusuru Musa, basi sisi tutaweza kunusuriwa, na hii ikawa inaleta mori. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Badri akaandika ushindi wa kwanza mkubwa sana katika tarehe ya dola changa ya Kiislamu. Kwa hivyo ndugu zangu, saumu ya Ashura ilikuwa si mujarrad tu wa kuifunga, bali ni kuonyesha na kuexpress ile gratitude tulizonazo, lakini pia kwamba nusura ya Allah subhanahu wa ta'ala lazima iwe live katika mioyo yetu. Unaweza ukakatikiwa katika maisha yako, unaweza ukaona hali si nzuri katika ulimwengu, lakini mwisho ukumbuke kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo wa kunusuru umma wake mahala popote pale, maadamu ule umma utasimama katika mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Mwenyezi Mungu zaidi atujalie mwaka huu mpya 1448 huo ni mwaka wa mafanikio utakaoshuhudia kusimama kwa raya ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tunaendelea na tafsir insha Allah taala, na baada ya tafsiri tutaendelea na kikao chetu cha fiqh. Tulikoma katika wiki mbili zilizopita katika aya nambari 5, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Na tulisema machache kuhusu aya hii. Allah subhanahu wa ta'ala anahakikishia mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwamba tutakupa hivi karibuni, na hapa Qur'ani ikatumia tamko la yu'tika. Kuna lugha mbili katika masala ya kupewa, kuna al-i'ta na al-ita'u. Kwa mfano sisi tunasema katika kutoa zaka wa ita'u zaka, haikusema wa i'ta'u zaka. Al-atiya na al-ata'u
ni kupewa kisha ukawa kile ulichopewa una absolute authority nacho, una tasarrufu utakavyotaka, hakipungui bali chazidi. Hii inaitwa nini? Al-atiyya. Sasa Mwenyezi Mungu technically akalitumia hili neno kwa mtume wake Muhammad alayhi salatu wasallam, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kwa Mwenyezi Mungu hakupi tu, atakupa, lakini pia utakuwa na tasarrufu ya hali zote. Lau ingetumika yu'tika, yu'ti inakuja kwamba unapewa kitu kweli, hata kama ni madia tangible, lakini kuna uwezekano kile kitu pia kikaondoka. Ndio Mwenyezi Mungu anasema katika suratu Al-Baqara kama sijakosea, au suratu Al-Imran, Malikul mulki tu'til mulka man tasha. Mwenyezi Mungu ndiye mfalme wa wafalme, hupeana ufalme anayekumtaka, kwa anayemtaka. Watanzi'ul mulka mimman tasha, na huondoa utawala au ufalme kwa anayemtaka. Kwa hivyo mtu anaweza kapewa ufalme leo, lakini nisaidie tu muda fulani, kisha utaambiwa amefanya nini, hana tena ufalme. Tumeona Al-Gaddafi katawala miaka mingi ile, kisha mwisho hatima yake maskini akadhalilishwa, akatakishibo kule, wale waliomweka ndio waliomdhalilisha. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akatumia wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Leo tunaangalia aya ya 6 na ya 7 na ya 8. Allah subhanahu wa ta'ala asema alam yajidika yatiman faawa. Je, hakukukuta Mola wako kuwa wewe ni yatima, faawa, kisha akapeana makazi, wa wajadaka dhalan, akakukuta upo katika njia ya kutoelewa utawaongoza vipi watu. Mwenyezi Mungu fahada, akatoa ufafanuzi na uongofu. Wa wajadaka ailan faaghna, na Mwenyezi Mungu akakukuta kuwa wewe ni maskini, fakiri, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake akakupa utajiri. Faaghna, akakupa utajiri. Insha Allah ta'ala tutaziangalia hizi aya tuone Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anavyomiminia neema mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na mafunzo ambayo sisi tunaweza kuyapata katika ayat kama hizi. Alam yajidika yatiman faawa, hii hamza hapa au istifham, ili swali hapa ni swali linaloitwa swali la confirmation au affirmation, yani swali la takriri. Wenyewe wanasema sualu takriri. Swali hili hata sisi katika maisha yetu tunaweza kuulizana, lakini hatujui linaitwa sualu takriri au istifhamu takriri. Istifhamu takriri ni kama mfano mtu umemwajiri kisha kumuuliza, wewe nani aliyekuajiri? Si mimi ndio niliyekuajiri. Si kwamba unataka ajibu, unataka yeye aconfirm, yani unataka yeye yani awe na yakini kwamba wewe ndiwe uliyempa ajira. Kwa hivyo sio na wasiwasi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema alam yajidika, si kwamba anataka mtume amjibu ama mtume alikuwa na shuku. Sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamthibitishia hilo kwamba alam yajidika, je, sikukukuta yatiman ukawa yatimu. Nini yatima? Yatima man faqada walidayhi au walidahu, aliyepoteza. Sipendi hii lugha ya kupoteza, lakini watu hutumia, wana tumempoteza mtu. Tupoteze mtu sisi. Mtu anapokufa amekwenda katika rafiqul a'la, na hakuna siku jamani ya muumini kuona furaha kama siku anatolewa roho. Kwa ushahidi wa Qur'an, Mwenyezi Mungu anasema innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaika, Mwenyezi Mungu atujalie katika wao. Yani wale watu ambao wamesema sisi tunamwamini Mwenyezi Mungu, wakawa na msimamo, Mwenyezi Mungu katika lahadhat deathbed yao, sakaratul maut, wao huona malaika, hushuka malaika, tatanazzalul malaika, wanashuka malaika kuwabashiria alla takhafu, msiwe na hofu mnakokwenda. Takuwaje? Itakuwaje? Uwepiga mfano, umetatizika, mara wapata mtu akwambia bwana usijali ushafika pale unapokwenda ni pale, utajihisi vipi? Furaha. Ulikuwa umetatizika sana. Sasa hii security team inatumwa kukirimu wewe. Ndio maana baadhi ya maulama wanasema ile mtu akipotolewa roho, yani ile siku ni ashaddu min Eid, yani katika furaha ni furaha zaidi kuliko Eid. Mwenyezi Mungu atujalie katika siku hiyo. Kwa hivyo yatima ni mtu aliyekosa nani? Babake kiwa mtoto mdogo. Na sallallahu alaihi wasallam anakumbushwa neema hii ya kwamba usihuzunike mtume wangu ukahisi kwamba Mungu amekutupa kama wanavyosema Makuraishi. Na kukumbusha neema hii ya kwanza, nilikupata nani? Yatima, faawa, nikakupa makao. Mufassiruna wametaja hikma mbalimbali kwa nini mtume awe yatima. Kwanza wakasema ni kuhami da'wa ya Uislamu dhidi ya uadui wa Makuraish. Yani kivipi? Makuraish walikuwa wanashaka juu ya ujumbe wa nani? Wa sallallahu alayhi wasallam. Sasa Mwenyezi Mungu akaiondoa hii shaka, yani akawejegea hoja Makuraish kwamba huyu mtu angekuwa na babake na mamake, mngelisema haya maneno anafundishwa nani? Na wazee wake. Na huyo ataka lugha ya kisasa, ataka kiki, anataka kujenga tu legacy ya nani? Ya babake na mali na mengineyo kama haya. Lakini alikosa babake. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza hakumwona babake. Babake Abdullahi yeye yuko tumboni, Abdullahi anakufa. Kitamake anazaliwa na nyonya miaka 2, mamake anakufa. Kwa hivyo akawa yatima. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakata hoja ya Makuraishi kwamba huyu mtu msidhanie kwamba yale maneno yake anataka legacy ya wazazi wake. Hakuna chochote. Eleweni kwamba huu ujumbe watoka kwa yatima, na huyu yatima huyu, ujumbe huu ni khalisan lillahi subhanahu, yani watoka kwa Mwenyezi Mungu moja kwa moja, hauna kwamba ati ni kurithi kwa baba zake na babu zake. Hii ni hikma ya kwanza. Hikma ya pili wanasema wanavyoni ni kumuonyesha sallallahu alaihi wasallam kwamba tarbia, malezi, Mwenyezi Mungu moja kwa moja alitamalaki kumlea sallallahu alaihi wasallam. Hakushugisha malaika, lakini alitia mapenzi kwa babu yake Abdul Muttalib, akatia mapenzi kwa ammi yake Abi Talib. Hata yeye sallallahu alaihi wasallam yeye kama alieleza Barakfuri katika Ar-Rahiq al-Makhtum, asema wallahi sijapatapo shida zaidi, mateso dhidi yangu yalizidi wakati wa kufa kwa nani? Kwa ammi yangu Abi Talib. Watu wakazidisha chuki na mateso makali. Kwa hivyo ammi yake aliwekwa mapenzi na Mwenyezi Mungu katika kumlea sallallahu alayhi wasallam, lakini vile vile babu yake. Mbali na haya, maulama wakasema kwamba vile vile kuwa yatima sallallahu alayhi wasallam ni kuonjeshwa ile yani kama tarbia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomlea, kama mwenyewe alivyosema adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Mwenyezi Mungu alinifundisha adabu na nikawa na adabu nzuri. Ukitaka kuwa na adabu nzuri muige sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwa hikma vile vile ni kwamba sallallahu alayhi wasallam alikuwa yatima ili ile rahma isike ulimwengu, yani watu waweze kuhurumiana kama mtu anavyohurumia yatima. Ndio maana utakuta yatima kwetu sisi kama tutakavyoeleza huku katika aya ana nafasi kubwa sana katika Uislamu. Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam akasema ana wa kafirul yatim kahadain,
mimi na mlezi wa yatima atakuwa sambamba na sallallahu alaihi wasallam, yani bega kwa bega peponi na Mtume Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi. Ma'al ma'asafi shadidi, leo kwa rasilimali na uchoyo tulionao na ukatili, majumba mengi ya mayatima, yani mayatima wametwezwa mpaka leo watu wanajenga orphanage centers. Hii ni aibu ndugu zangu, wallahi msione ustarabu. Yani majumba yamekosa huruma mpaka ati yatima tumjengee center alelewe kule, ila hali Mtume anasema mwenye kulea nani? Yatima. Kwa hiyo wanasema unavyooni ile rahma iwe ni shamil kwa umma huu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadaka alam yajidka yatima fa'awa. Maulama wa lugha hapa wakazungumza kitu kizuri sana, napenda kuashiria. Asema tukichunguza kwa makini, yajidika hapa imekuja kwa sigha ya fi'l mudhari, continuous and present tense, kwa sababu continuous yani fi'l mudhari ni yufidu alhali wal istimrar. Kwa maana yatima, yani uyatima wa Mtume ulikuwa na marahil. Alipitia kwa nani? Kwa babu yake, kisha ukaendelea baada ya kufa kwa babu yake ukaja kwa nani? Akalelewa na nani? Na ami yake Abi Talib. Kwa hivyo ilikuwa ni kitu kinaendelea mpaka sallallahu alaihi wasallam alifika umri sasa wa kukalifishwa majukumu ya da'wa. Kwa hivyo ikaja continuous tense kwa kuwa ile hali yenyewe kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa yatima katika state alipokuwa akilelewa, maana alipitia marahil za ulezi kwa watu tofauti tofauti. Nakumbuka Thuwaiba, Halima Saadia, hao wote walichangia kumlea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwa ni hali yenye kuendelea, ndio ikaja kwa sigha ya fi'lu mudhari. Fa'awa, akakupa makazi. Al-iwa ni arrujuu wa irja, yani arrujuu. Iwa ni kupewa makao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Yule ambaye ataogopa kisimamo cha Mola wake, akaogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala, akakataza nafsi yake na matamaniwa, fa innal jannata hiya al-ma'wa, basi makazi yake, residence yake itakuwa ni pepo. Pepo ni residence vipi? Yani una maana kila utakachohitaji utakipata, kama vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoeleza Waislamu, na tuliozungumzia katika hutuba hapa, fa'awakum wa ayyadakum bi nasri. Mwenyezi Mungu akawapeni makao, mawa. Madina ikawa mawa kwa sababu sasa ni center ya, ni location ya watu. Kila mwenye shida anaona kwamba atapata hivi sasa kutatuliwa matatizo yake, na ndio sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina kama tulivyoeleza akawa ni msuluhishi wa matatizo ya wanadamu, kwa sababu ana state apparatus, ana state authority. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka. Sasa hapa Qur'an ikaja kwa lugha ya fi'lu madhi, wa wajadaka, na katika lugha ya Kiarabu pia tuelewe hii wajada asili huitwa fi'lul mutaaddi, ay fi'lu yahtaju ila al-maf'ul, ndio itimie maana. Katika taksim ya al-fi'l katika lugha ya Kiarabu hugawanywa pia katika misingi. Je, hichi kitendo cha hitaji maf'ul ndio maana ifahamike? Lakini kuna vitendo katika lugha ya Kiarabu ukitaja tu fa'il inafahamika. Ukisema kwa mfano nazala al-mataru, mvua imenyesha, hakuna tena kuuliza, kwa sababu watu wanajua mvua imenyesha. Lakini ukisema wajada Muhammadun, Muhammad amepata, kuna swali amepata nini? Kwa hivyo wajada yahtaju ila al-maf'ul liyatimma al-ma'na, ndio huita al-mutaaddi. Wa wajadaka, na Mwenyezi Mungu akakukuta, ikaja kwa lugha ya nini? Ya fi'lu madhi, kwa sababu mbele dhalan fahada. Kiswahili utasema akakupata kwamba umepotea, lakini si kupotea hapa. Kupotea hapa si kupotea kwa ile kama tunaposoma katika sura al-Fatiha. Mwenyezi Mungu anasema pale tunaposema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dhalin. Sasa hapa haikusudiwa wala dhalin. Wala dhalin pale ni manasara, waliona haki
wakaichukua ile haki lakini wakajivieti katika ile haki. Maghdhub alaihim ni Mayahudi ambao wao walikuwa na inadi na ile haki. Manasara walipotea kwa sababu ile imani yao wanaitakidi nayo wamepotea. Kumwamini, wanaamini Yesu, wanaamini Isa, lakini wakaingiza upotofu katika nani? Katika ile imani yao, ndio wakaitwa al-dhalin. Ad-dalala huna ni adam, yani tafsil ash-sharia, ni adam al-qudra ala, yani ala wujud ala tafsil sharia. Hajui sallallahu alaihi wasallam hapa njia ya kuwaokoa Makuraish. Kwa hivyo kwa kuwa alikuwa katika hali hii inaitwa al-hira, sallallahu alaihi wasallam anaona hii hali si nzuri, lakini atawaongoza vipi? Kwa sababu hana yani yeye hajapewa uongofu na hajui chochote katika masala ya uongofu. Kama Mwenyezi Mungu alivyosema, wama kunta tadri mal kitab wala al-iman, wewe mtume hukujua kitab wala iman, lakini Mwenyezi Mungu akakupa imani ukaongoza watu hawa. Kwa hivyo ad-dalal huna inakusudiwa yani adamu ile kutokuwa na maarifa ya kuwaongoza watu. Maarifa haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtunuku mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wajadaka dhalan fahada, akakuongoza. Na ikaja kwa fi'lu madhi hapa tofauti na yajidika yatiman, kwa sababu baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kupewa ufunguo wa kuongoza watu, ina maana kule kutatizika kufanya nini? Kukaondoka abadia. Ndio maana ikaja kwa lugha ya fi'lu madhi, kwa sababu fi'lu madhi yufidu athubutu, yani fi'lu madhi kitumika huonyeshwa uimara na uimara wa kufanyika lile jambo kwamba hakika limefanyika na lishamalizika. Wa wajadaka dhalan fahada. Kisha Mwenyezi Mungu anasema wa wajadaka ailan fa aghna, na tukakupata ailan. Ailan ni mtu ambaye hana kitu. Kwa lugha ya leo tutasema fakiri ama fukara. Na neno hili la fukara na maskini linapofasiriwa kwa ada za watu, kama leo tutasema fukara ni mtu ana hali mbaya zaidi kuliko maskini. Hii ni ada. Lakini kisheria fukara na maskini ni kinyume chake. Maskini ndiye ana hali ngumu zaidi kuliko nani? Fukara. Ndiyo kuna ikhtilafu ya mafukaha kuhusu taarifu hii, lakini kaulu rajih ni kwamba fukara ana hali nzuri zaidi kuliko maskini. Fukara ana hali nzuri zaidi kuliko maskini. Kwa sababu gani? Qur'ani inanasibisha sana tamko la miskini kwa wingi zaidi, au miskinan dha matraba, au maskini ambaye kwa ule umaskini wake alionao anakurubia yani kula nini? Mchanga. Yani hili kinaya kwamba shiddatul faqr, yani ile ufukara alionao. Kwa hivyo miskini kwetu sisi Waislamu ambao ndio tafsiri ya kisheria, maskini ana hali ngumu zaidi kuliko fukara. Lakini kwa dasturi za watu fukara ndo ana hali ngumu zaidi kuliko nani? Wewe fukara sana. Ina maana yeye ni maskini sana. Sasa mtu anaweza kuchanganyikiwa hapa. Mtume ni alikuwa fukara vipi? Maulama wakafafanua hapa kwamba mtume alipitia marahil. Alikuwa fukara, kuna kipindi ambacho hajafanya biashara na Khadija radhiallahu anha. Alikuwa maskini, achunga mbuzi, ni mtu hana kitu. Lakini Mwenyezi Mungu faaghna, akampa utajiri. Utajiri huu ni upi? Ukaanza akafanya biashara muhimu sana na Khadija radhiallahu anha, na kukawa na faida kubwa sana. Na Khadija wakati ule ni sawa anaposema huyu alikuwa ni powerful, yani business woman katika zama zile. Kwa hivyo alikuwa ni mwanamke ambaye anatajika katika masala nini? Ya biashara. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kipindi hiki faaghna, Mwenyezi Mungu akampa utajiri. Na utajiri huu haukukatika, ila utajiri huu ukakumbwa na mitihani wakati alipoanza dawa. Sasa alipoanza dawa mitihani ikazuka.
kwa sababu watu wote wa Maka walimwekea vikwazo vya kiuchumi, inaitwa economic sanctions, almuhasarat al-iqtisadiyya. Mtume katengwa katika msitu wa Sha'b Abi Talib. Wanavyoni wa tarikhi wasema ilifika hadi Muislamu katika kule kutengwa na kukaa njaa, akiokota kitu usiku hataki kujua kile kitu ni kitu gani, bora kiwe kina maji tu, anatafuna maliza, asurvive tu hivyo. Hiyo ndio hali ya Mtume Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi. Kwa hivyo alitoa, na hapa ndio wanavyoona wakasema akahitari kujinyima kwa sababu ya dawa, akawa na kitu kinaitwa nini? Zuhud. Hali ya tatu ni Mtume yuko Madina, ana serikali sasa, ana bajeti kama leo tunavyosoma bajeti. Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ana mali ya ngawira, ana mali ya anfal, ana fai, ana nini, yote haya yanakuja kwake sallallahu alaihi wasallam. Hapa vile vile akawa ana spend, anatumia mali haya kwa kuwanufaisha nani? Maskini. Yani expenditures za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa based, ziko katika kuhakikisha zile rasilimali zinawafikia nani? Raia. Ndio sallallahu alaihi wasallam mara anakuja sahaba, ya Rasulullah mimi nina njaa, mwingine anakuja ya Rasulullah mimi nataka kuoa, mwingine anakuja ya Rasulullah sina kazi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana suluhu. Kama leo kufuata imamu msikitini sina kazi, utashangaa yeye mwenyewe mtihani kisha kufuata kwa sina kazi. Lakini sallallahu alaihi wasallam wakati ule anafuatwa kama kiongozi na akatatua matatizo. Wayasalunaka anil anfal qul al anfalu lillahi war rasul. Kwa hivyo wa'lamu annama ghanimtum, yani Mwenyezi Mungu akaweka hizi ambao kwa leo tutasema ndio revenues, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa ana collect revenues kisha anazisambaza. Hii ndio huitwa bajeti. Japo katika Uislamu si dharura sisi kuwa na bajeti ya kusomwa kila mwaka, wala watu kukaa vikao na kuanza kutunga sijui pesa hizi tusipeleke hapa kwa sababu sheria ya Kiislamu zile waridati zake zimekuja kwa nususi za kisheria, na pia nafaka na tasrif ya hizi mali pia zimekuja moja kwa kisheria. Umuhimu tu tunaweza kuweka bajeti ya kila mwaka kujua, je, tumepata pesa ngapi na tumetumia pesa ngapi. Na siku zote ndugu zangu, katika tarehe ya Uislamu hii wa wajadaka ailan fa aghna, wallahi yaonyesha uzuri wa Uislamu kwamba bajeti zake zote zilikuwa ni surplus budget. Bajeti ni aina tatu. Kuna bajeti ya kwanza inaitwa deficit budget, yani bajeti kile ikisoma matumizi ni mengi zaidi kuliko vyanzo. Sisemi unyimwa juu wa tarehe ya kiulimwengu, nchi zote leo ni hivyo. Yani bajeti zao zikisoma kila siku, tutakwambia tunataka bajeti ya trilioni 10. Haya, hizi 5 mtazipata wapi? Tutakopa, hakuna shida. Sasa hizi zinaitwa budget deficit au deficit budget. Kisha kuna balanced budget. Balanced budget ni yale matumizi na revenues ziko sawa. Kenya tuko wapi? Tutajeza sisi wenyewe, unaona. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bajeti yake ilikuwa ni surplus budget. Yani wakati mwingine mpaka mali yatafuta maskini kwa wapi. Allahu akbar. Ndugu zangu, ilifika kiwango yani mali inawekwa msikitini hapa, watu kila mmoja hachukui. Katika zama za Umar ibn Abdul Aziz, mali ikachukuliwa mpaka pale kwa nani? Kwa wanyama. Hakuna anahitaji. Kwa hivyo wawajadaka ailan fa aghna pia huonyesha ukwasi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa aghna, Mwenyezi Mungu hutoa pasi na kupiga mahesabu. Mimi ukiniomba shilingi 500 leo, kesho wiki moja ukaniomba tena, nitaanza kushuku. Wewe bwana una kazi sasa, Kristo yote kuniomba lakini Mwenyezi Mungu wangapi tunaomba na Mwenyezi Mungu anatoa. Anaweza kukupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani unacho na kukuzidishia. Unacho na akakuzidishia. Na kuna mmoja naye anataka lakini hapati. Hii ni hikma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wajadaka ailan fa aghna. Mwenyezi Mungu akitaja neema zote hizi anamkumbusha sallallahu alaihi wasallam na kutukumbusha sisi kwa wakati Allah Subhanahu wa Ta'ala hatupi mja wake wala hatupi Uislamu wala hawezi kuubwaga Uislamu kwa sababu Uislamu ni neema ambayo ni yenye kuendelea.
naona tutulie hapa inshallah taala, na stima nayo zinaleta mtihani. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.